إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونثني عليه الخير كله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد فيا أيها الناس ويا عباد الله اعلموا أن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم واعلموا أن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وطاعته فقد فاز المتقون. يقول المولى جل في علاه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن تقوى الله وصية الله للأولين والآخرين. يقول المولى جل في علاه: ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumshukuru Allah na kumtakia rehema Mtume sallallahu alayhi wasallam, awali ya yote niwahusie na kuhusia nafsi yangu katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, fa inna lilmuttaqina mafaza, kwani kufaulu ni kwa wale ambao wamchao Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, ama khutba yetu ya leo, namuomba Allah subhanahu wa ta'ala aniwafikishe kuiwasilisha kwenu jambo ambalo ni msingi katika misingi ya dini yetu ya Uislamu. Fallahumma inni atabarra min hawli wa quwwati wa altaji'u ila hawlika wa quwwatik. Allahumma a'inni wa la tu'in alayya wansurni wa la tansur alayya wahdini wa yassir al-huda li. Ndugu zangu katika imani, jambo ambalo haikubaliki amali ya mja yoyote katika ibada isipokuwa alitangulize jambo hilo, jambo ambalo Mtume sallallahu alayhi wasallam amelisisitiza kwa masahaba zake, jambo ambalo Mtume sallallahu alayhi wasallam amelihofia kukosekana kwa umma wake
kwani litasababisha kuharibika matendo yao, jambo ambalo lao litakosekana katika amali yoyote ya mja, basi amali hiyo hataweza kulipwa na Allah. Ndugu zangu katika imani, nalo si jambo jingine, ni jambo la ikhlas. Al-ikhlas, bidayatan ma maana al-ikhlas? Tuangalie nini maana ya ikhlas kwanza kabla ya kuendelea. Al-ikhlas ulama wametafsiri kwa tafsiri nyingi. Tuchukue ya leo. Al-ikhlas huwa tasfiyatu wa tanqiyatu an-niyat wal aqwal wal a'mal lillahi ta'ala. Ikhlas ni kitendo cha mja kusafisha nia yake, kusafisha nia yake katika maneno yake na matendo yake, katika ibada zake kwa ajili ya Allah peke yake. Kwa maana rahisi, neno ikhlas linakusudia ni kile kitendo cha mja kumkusudia Allah subhanahu wa ta'ala pekee katika ibada zake. Ndugu zangu katika imani, hii ikhlas ni siri baina ya mja na Mola wake, wala hakuna mtu anayejua kati ya sisi nani amekuja katika msikiti huu mukhlisan, amekuja kwa ajili ya Allah peke yake, hamkusudii yote katika ibada aliyokuja kuifanya isipokuwa Allah. Hivyo ni jambo ambalo ni katika mambo ya moyo, ni katika mambo ambayo anayejua ukweli wake ni yeye mtu mwenyewe na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, Allah yasema katika Qur'an, wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafaa wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinul qayyima. Na wakuamrishwa, hawakuamrishwa isipokuwa wamwabudia Allah subhanahu wa ta'ala, wamtakasie dini yake. Ndugu zangu katika imani, katika masharti ya amali ya mja kupokelewa ama kukubaliwa ama kulipwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ni lazima aifanye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, na ala asimshirikishe yoyote katika makusudio, katika nia yake. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika hadithi al-Qudsi, ana aghna ash-shuraka'i 'ani ash-shirk man 'amila 'amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirka. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah asema yeye ni mwenye kujitosheleza na washirika. Yeyote atakayefanya amali, hatusemi kamkusudia mwingine, bali kamkusudia Allah subhanahu wa ta'ala, lakini katika kumkusudia Allah subhanahu wa ta'ala akamkusudia mwingine asiyekuwa Allah, akamshirikisha baina ya Allah na mwingine asiyekuwa Allah katika amali aliyofanya, Allah asema nitamwacha huyu na yule ambaye amenishirikisha naye. Ndugu zangu katika imani, tumejua ikhlas ni nini. Je, ni ipi hukumu ya ikhlas? Hukumu ya ikhlas, ndugu zangu katika imani, ni wajib katika kila tendo unalolifanya. Ikhlas ni nia yako uliyokusudia. Nani umemkusudia katika ibada yako? Nani umemkusudia katika sala yako? Nani umemkusudia katika kisomo chako cha Qur'an? Nani umemkusudia katika saum? Ikiwa umemkusudia Allah subhanahu wa ta'ala, basi abshir, chukua bishara njema ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala atakulipa. Ikiwa umemkusudia mwingine asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, hata kama ulimkusudia Allah kisha ukamweka na mwingine asiyekuwa Allah, jua ya kuwa amali yako Allah subhanahu wa ta'ala hatailipa. Ndugu zangu katika imani, asema al-Imam al-Hasan al-Basri anasema, rahimallahu 'abdan, Allah amhurumia mja, waqafa 'inda hammi, amesimama katika hamu yake. Alipokusudia jambo akulifanya akasimama mwanzo,
akafanya nini? Fa in kana lillahi madha, jambo hili akaliona kuwa ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake akalifanya. Wa in kana li ghayrihi tawaqqaf, na ikawa jambo hili akaona ya kuwa nafsi yangu, moyo wangu, nia yangu sikumkusudia Allah ama nimemkusudia Allah pamoja na mwingine, akasimama akaacha kufanya hivyo. Hivyo ndivyo ambavyo inavyotakiwa kila mmoja wetu afanye katika kutenda matendo yake. Ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala yasema katika Qur'an, fa'budillaha mukhlishan lahu ad-din, muabudi Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumtakasia dini yake. Ndugu zangu katika imani, Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi zake ametufundisha ya kuwa matendo yanalipwa kutokana na kile ambacho umekikusudia katika moyo wako. Hadithi ni nyingi ndugu zangu katika Uislamu. Miongoni mwazo hadithi ya Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa arda, hadithi maarufu, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Hadithi nyingine ndugu zangu katika Uislamu, inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum wa fi riwayati wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah subhanahu wa ta'ala haangalii katika miili yetu wala katika sura zetu, bali anaangalia katika mioyo yetu na matendo yetu. Matendo yetu yakiwa mema, jambo gani tumelikusudia katika mioyo? Ndugu zangu katika imani, alqalbu huwa al-asl, asli katika matendo ni moyo. Lau hukukusudia khairi katika moyo wako, hata kama utafanya ibada kiasi gani, ibada hii utolipo. Ndugu zangu katika imani, tuangalie ni yapi ama ni zipi faida za mtu kuwa na ikhlas. Na kwa uchache tutataja faida zisizopungua 5. Faida ya kwanza, awalan huwa shart qabuli al-a'mal, ni sharti la kukubaliwa matendo ama kukubaliwa ibada. Matendo na ibada hazikubaliwi isipokuwa kwa masharti mawili. Jambo la kwanza, ikhlas, ulifanye kwa ajili ya Allah, na jambo la pili, almutabaa, ufanye kwa namna alivyoelekeza Mtume sallallahu alayhi wasallam. Faida ya pili, huwa haqiqatu ad-din, ikhlas ndio hakika ya dini, ndio ule ukweli na usawa wa dini. Ndio maana Allah aliposema kuamrisha isipokuwa muabudia Allah kwa kumtakasia dini yake, mwisho akasema wadhalika ad-dinul qayyima, hiyo ndiyo dini iliyo sawa sawa. Kinyume na hivyo, mtu akafanya amali bila ikhlas, dini yake haiko sawa sawa. Ndugu zangu katika imani, faida ya 3 wa alamatul iman as-sadiqa, ikhlas faida yake ya 3 ndiyo alama ya imani iliyokuwa ya kweli. Ndugu zangu katika imani, vile vile faida ya 4 katika faida za ikhlas ni mtu kuingizwa peponi, ni mtu kurithishwa pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yasema katika suratu as-Saffat, asema ulaika lahum rizqun ma'lum wama tujzauna illa bima kuntum ta'malun illa ibadallahi al-mukhlasin, illa ibadallahi al-mukhlasin. Ulaika lahum rizqun ma'lum فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاعدون
الطرف عين كأنهن بيض مكنون. malipo ya wale ambao wanafanya ikhlas, wanamtakasia Allah subhanahu wa ta'ala dini yake katika ibada, Allah subhanahu wa ta'ala atawarithisha pepo. Vile vile katika faida za ikhlas, yunajika min idlali shaytan. Fanya ikhlas inakuepusha wewe na kupotezwa na shaytan. Allah subhanahu wa ta'ala alivyoelezea kisa ya baba yetu Adam na Iblis, mwisho Iblis akasema ya kuwa akaapa kwa Allah subhanahu wa ta'ala ya kuwa atatupoteza sote, kisha akafanya istithna illa ibadaka minhumul mukhlasin, wa fil qira'ati illa ibadaka minhumul mukhlisin, isipokuwa tu wale waja wako ambao watajipamba na ikhlas, wao ndio ambao watanusurika na kupotezwa na shetani. Ndugu zangu katika imani, vile vile katika faida za kuwa na ikhlas ni mtu kunusurika kutokana na matatizo, ni mtu kuepushwa kutokana na mabalaa. Kwani tumeona katika kisa ya watu watatu ambao waliingia katika pango wakafunikwa na jiwe. Kila mmoja alikuwa akiomba, alikuwa akisema mwishoni, fa ya rab in kuntu amiltu hadha li ajli wa ibtigha wajhi, ikiwa mimi nilifanya jambo lile kwa ajili yako na kutaraji radhi zako, basi tuepushe na haya yaliyotokea. Ikhlasu yao katika matendo waliyofanya huko nyuma ndio kilichowafanya wao wanusurike kutokana na balaa lililowakuta. Ndugu zangu katika imani, nini kinyume cha ikhlas? Ma ضد al-ikhlas. Ukijua ikhlas ni nini, utajipamba nayo. Ukijua kinyume cha ikhlas ni nini, utajiepusha nayo. Wasema mmoja katika watu wema, araftu ash-sharra la lish-sharri lakin litawaqqihi, mimi nimejifunza shari si kwa ajili ya shari bali nijiepushe nayo. Ujue ndugu yangu katika imani ya kuwa ikiwa wewe hutakuwa na ikhlas, hautobaki hivyo tu, bali utapambika na sifa nyingine ambayo ni mbaya zaidi. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, jambo ambalo nawafia umma wangu, nawafia sana, ni shirki ndogo. akhwafu ma akhafu ala ummati ash-shirku al-asghar, jambo ambalo nawafia kwa umma wangu sana ni shirki ndogo. Masahaba akauliza, shirki ndogo ni nini? Faqala riya, akasema ni kujionyesha, kufanya kitu ili ujionyeshe, kufanya kitu uonekane wewe kadha, kufanya kitu kwa ajili nyingine ambayo si Allah. Hii ni jambo ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametahadharisha nalo. Hili ni jambo ambalo sisi Waislamu tunatakikana tujiepushe nalo. Katika hadithi, ndugu zangu katika imani, asema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Abi Huraira, na hii ni hadithi katika hadithi zinazotisha sana ndugu zangu katika imani. Abi Huraira asema, hadathani Rasulullah, amenisemesha mimi mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam kamsemesha nini Abi Huraira? Kamwambia Abi Huraira, inna Allah tabaraka wa ta'ala idha kana yawm al-qiyamah yanzilu ila al-ibadi liyaqdiya bainahum wa kullu ummatin jathiya, fa awwalu man yad'u bihi rajulun jama'a al-Qur'an. Abi Huraira asema Mtume sallallahu alayhi wasallam amwambia, siku ya kiyama ikiwa Allah
ambaye amepewa Qur'an, kisha mtu ambaye amepigana katika njia ya Allah, kisha mtu ambaye amepewa mali. Watu hawa watatu, watu hawa si kwamba hakufanya matendo mema. Mtu huyu aliyepewa Qur'ani si kwamba hakuisoma akaitupa, aliisoma. Mtu huyu aliyepigana katika njia ya Allah, alipigana akauliwa shahidi. Mtu huyu aliyepewa mali nyingi si kwamba alifanya ubakhili, alitoa mali yake kwa kile anachokiona ni kwa njia ya Allah. Allah atamuuliza mtu aliyepewa Qur'ani, kamwambia wewe ulipewa Qur'ani, ukaisoma, ukaijua, kitu gani ulifanya kwa ajili ya Qur'ani? Mtu huyu atasema, ya Rabb, ulinipa Qur'ani yako, nikaisoma, nikaisomesha, nikaelimisha watu kwa ajili yako Allah. Allah subhanahu wa ta'ala tamwambia kadhabt, na malaika watamwambia kadhabt, wasema uongo, bali ulisoma usema wewe ni msomaji. Waqad qila, na kwa hakika ulisema ukaambia wewe ni msomaji mzuri, ukapewa malaini sifat, sifa nyingi, kaambia wewe ni msomaji mzuri na sauti nzuri. Kile ulichokusudia katika moyo wako ndicho ambacho utalipwa. Kisha ataletwa mtu ambaye amepigana katika njia ya Allah, atamwambia ya Rabb, mimi nimepigana, itakuna kalimatuka hiya al-ulya. Allah atamwambia, kisha nikauliwa kuwa shahidi. Allah atamwambia wewe muongo, bali ulipigana uambiwe fulani ni shujaa, na kwa hakika uliambiwa. Ataletwa mtu ambaye amepewa mali, atamwambia ya Rabb, ulinipa mali nikaitoa kwa ajili yako usiku na mchana, kasaidia watu madhaifu. Allah subhanahu wa ta'ala atamwambia wasema uongo, wewe ulitoa usemo fulani ni mwema, fulani ni mzuri, fulani Allah amempa moyo wa kutoa, fulani kadha. Waqad qil, na palisemwa hivyo, basi hayo ndio malipo yako. Ndugu zangu katika imani, tujipambe na ikhlas, tujiepushe na riya. Ikhlas ndio sababu ya kukubaliwa matendo yetu. Riya takusababisha wewe Allah subhanahu wa ta'ala aache kukulipa katika lile jambo jema ulilofanya. aqulu ma qad sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. alhamdulillah ala ihsani والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شاهدا لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأخوانه. ndugu zangu katika imani, na usieni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na kuhusia nafsi yangu. Ndugu zangu katika imani, na usieni kutakasa nia zetu katika ibada, katika matendo yetu tunayofanya, kwani bila kufanya hili, haya yote tunayofanya mbele ya Allah itakuwa ni habaan manthura, hatutokuta chochote kwa Allah. Allah halipi tendo ambalo walikufanya kwa ikhlas. Allah halipi tendo ambalo kumeingia sehemu katika riya. Wasema ulama, katika mambo
ambayo anapewa mtihani mja ni alianza jambo lake kwa kheri, mwanzo wa jambo lake amelikusudia kheri, lakini vile linavyoenda, kadri linavyoenda, katikati anaingiza dosari, anaingiza doa ya ria, na hapo hapo amali yake inabatilika. Kwa kumalizia, ilipokelewa katika kisa katika watu wema waliotangulia, huyu si mtu mbaya, huyu ni mtu mwema. Huyu hakusoma Qur'ani kwa nia mbaya, huyu alisoma Qur'ani kwa ikhlas, kwa nia yake nzuri. Mmoja katika watu wema alikuwa akisoma surat Taha kabla ya kulala. Alianza akisoma, katakasa nia yake za kusoma mwanzo, kisha akapata na usingizi. Alivyolala akaota, akamjia mtu katika ndoto. Yule mtu kaja na makaratasi akimpa. Katika makaratasi yale zimeandikwa ayat katika sura Taha aliyokuwa akisoma. Akiona katika kila herufi katika zile aya juu yake imeandikwa 10. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man qaraa harfan fi kitabillahi falahu bihi hasana wal hasanatu bi'ashri amthaliha. Mtu ambaye atasoma herufi moja katika kitabu cha Allah atalipwa jema moja, na jema moja ni 10 mfano wake. Man jaa bil hasanati falahu 10 amthaliha. Mtu ambaye atakuja na jema moja, Allah atamlipa mara 10. Allah asema katika mwisho wa suratul An'am. Akienda ikafika aya, hakuona juu yake zimeandikwa zile namba, zile mema 10 juu ya zile herufi, ya kuona katika hii aya. Akamuuliza yule mtu aliyekuwa akimpa zile karatasi, mbona hapa hakujaandikwa? Akamwambia, hii aya uliokuwa ukisoma ulinyanyua sauti ili watu wakusikie. Nia yake haikuharibika mwanzo. Huyu hakuharibu nia yake mwanzo. Mwanzo kasoma kwa ajili ya Allah. Kafika sehemu shetani akamchezea na kumwambia, ongeza sauti akusikie. Akiongeza sauti akasoma ile aya, kisha akaendelea kusoma aya zingine. Aambiwa, aya hii kwa sababu ulinyanyua sauti usikilikane, malipo yako haya. Vipi sisi leo? Vipi sisi katika swala zetu? Vipi sisi katika tukisoma Qur'an? Vipi sisi tukisaidia watu? Jambo hili hajanusurika yeyote katika sisi. Nasallallahu al-afia wassalam. Leo mtu amefunga saum ya sunna, hamjui yeyote kuwa amefunga isipokuwa Allah, lakini kila anakutana naye, amefunga leo, amechoka sana, amefunga. Nini unamwambia mja mwenzako amefunga, akuone mcha Mungu, akulipe, ana malipo ya kukulipa? Leo kila jema wanalofanya wanataka watu walijue. Hakuna katika ibada unachokificha. Katika wema waliotangulia ilikuwa ikifika usiku akitembea katika nyumba za mafukara na maskini akiwapa misaada. Akiulizwa kasema, sadaqa katika kuficha inazima hasira za Allah. Ndugu zangu katika imani,
tujipambe na ikhlas, tujiepushe na riya. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atupambe na ikhlas. Mwisho, kitu gani wewe kitakusaidia uwe mukhlis katika ibada zako, na kitu gani wewe kitakusaidia usiwe murai katika amali zako? Mambo yako mengi, mojawapo ni muhasabatu nafsi, itathmini wewe mwenyewe. Asema Allah, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha inna Allaha khabirun bima ta'malun. Enyi mlioamini, mcheni Allah na kila mtu angalie yeye mwenyewe kitu gani ameandaa kwa ajili ya kesho. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri asema katika maneno aliyotangulia kuyasema, rahimallahu 'abdan waqafa 'inda hammihi fa in kana lillahi mada wa in kana lighayrihi ta'akhkhar. Allah amemrehemu mja ambaye alipofikiria kufanya jambo kajiuliza kwanza nafsi yake, ikiwa ile jambo alilolikusudia ni kwa ajili ya Allah akalipitisha, na ikiwa ile jambo alilolikusudia ni kwa ajili ya mwingine asiyekuwa Allah akaliacha. Hii ndio sifa ya watu wema wacha Mungu. Sema mmoja katika salafu salih, la yakunu al-'abdu taqiyan hatta yakuna li nafsihi ashadda muhasaba. Asema hawezi kuwa mcha Mungu yeyote katika waja isipokuwa mpaka pale ambapo atakuwa anaifanyia muhasaba nafsi yake, ukweli wa kuifanyia muhasaba. Iulize nafsi yako, je, hili unalofanya ni kwa ajili ya Allah? Kama ni kwa ajili ya Allah, ni peke yake ama kipo kingine ulichokizidisha? Ikiwa kipo kingine kitoe. Ikiwa ni kwa ajili ya Allah alifanya, iulize nafsi yako, je, hichi unachokifanya ni kwa ajili ya Allah peke yake ama ni kwa ajili ya kitu kingine? Ikiwa ni kwa ajili ya kitu kingine, wacha, kwani hakuna faida yoyote ikiwa wewe utafanya jambo kwa ajili ya mwingine isiyokuwa Allah katika ibada. Ndugu zangu katika imani, jambo jema lolote katika ibada, sala, saum, sadaqa, hajj, umra, chochote katika ibada, jalia ni kwa ajili ya Allah. Ikiwezekana ficha ibada yako. Allah subhanahu wa ta'ala kukumfanyia ikhlas, yeye atakulipa. Allah subhanahu wa ta'ala kwa kujiepusha wewe na riya atakulipa kile ambacho umekifanya. Na ikiwa taacha ikhlas, kawa ni murai, nafanya kitu kwa ajili ya watu wakuone, watu wakusifie, basi wao ndio wenye malipo yao. Hizo sifa unazopata ndio malipo yako leo duniani, na kesho akhira huko na chochote. Allah subhanahu wa ta'ala atuepushe na haya. Ibadallah, inna Allah amarakum bi amrin bada'a bihi nafsuhu وثنى به ملائكته الكرام وثلث بكم أيها المؤمنون مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Kishki TV, nuru ya dini yako.